tunakushukuru Bwana kwa kutukusanya mahali hapa Bwana. Wewe hakuna jambo ambalo unaruhusu Bwana litendeke lisilokuwa na makusudi. Daima neno lako Bwana huwa linatimia katika majira yake Bwana Yesu. Tazama umetukusanya hapa Bwana kushuhudia ili tukio la mwisho la safari ya dada yetu Semfrosa Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya maisha yake. Tunashukuru kwa ajili ya ushuhuda na yote Bwana ambaye aliweza kutenda akiwa hapa duniani. Bwana Yesu, mioyo yetu inahuzunika kwa sababu tumeachana katika mwili. Lakini tunajua wewe ulituahidi ya kwamba yeyote atakayekupokea wewe atakuwa nao huo uzima wa milele Bwana. Tunaamini ya kwamba dada yetu yupo mahali ambapo Bwana hata asingeweza kutamani kurudi kwenye mwili huu tena Bwana. Bwana Yesu, tupe kufarijika kwa sababu ya hilo tumaini Bwana. Hata ulipomtuma mjumbe wako wa kwanza Paulo, alituasa kwa maneno ya kwamba hebu farijianeni kwa maneno haya ya kwamba kila atakayeondokea huu mwili kuna huo mwili mwingine ambao Bwana umeandaliwa kwa ajili ya kutupokea. Na hiyo ni kwa wale ambao Bwana watakuwa wamelipokea neno lao la wakati wao Bwana Yesu. Basi tunakushukuru na tunapoenda kusikia neno lako Bwana kutoka kwa mtumishi wako, mtie nguvu Bwana akanene yaliyo mapenzi yako. Tunakabidhi kila kitu mikononi mwako kwa sababu sisi hatuwezi, lakini tunahitaji tukapate nguvu kutoka kwako Bwana. Jalia ya kwamba kila mmoja aliyefika mahali hapa atatafakari njia zake Bwana. Na mwisho wa yote Bwana Yesu, utukufu kurudie wewe. Tunakabidhi yote mikononi mwako tukiomba na kuamini ni katika jina lake Bwana Yesu Kristo. Amen. Poleni na tujipe moyo. Tusihuzunike kama wasiokuwa na matumaini. Mungu wetu hana roho mbaya. Mungu wetu ni mzuri, anatupenda sana na akaamua iwe hivi alivyofanya. Kwa hiyo tunachotakiwa tumshukuru kwa yote aliyofanya. Kwa sababu Mungu wetu sio mkatili. Aliona dada yetu wa thamani kwamba wakati wake ungekuwa hivi na tungekuwa hapa sasa hivi chini ya maturubai na mwili wake ungekuwa hapa. Dada yetu tunajua hayupo hapa. Ameondoka. Mwili wake ndio uko hapa. Yeye hayupo. Kwa hiyo hii ibada ina faida kwetu. Sio kwa huyu dada yetu. Dada yetu yuko kwenye wakati mzuri kuliko sisi tunavyofikiria. Kwa hiyo naombeni mjitie moyo. Kwa sababu muda umeenda sana, tutasoma Matendo 2:38 na tutasoma Mathayo 3. Mathayo mlango wa 3, naomba tungesimama. Tumpe Mungu utukufu kwa sababu yeye ndo aliyeamua haya yote yatokee. Kwa hiyo tusimame na tuombe. Simama, tujitahidi, usimame, jitie nguvu. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wetu mfalme, tunashukuru tuko chini ya mapaa, chini ya hema, na Baba tumeketi mahali hapa. Wewe ndio uliamua kutukusanya leo na ulijua. Kwa sababu usingejua usingekuwa na sifa kwa Mungu, lakini ulijua kwamba tungekuwa hapa na jinsi tulivyosimama na jinsi tunavyoongea. Baba ulijua. Tunajua kwamba hata hicho utakachokwenda kunena wewe ndio umepangilia na unajua kwamba kina faida gani kwa siku ya leo. Tunaweka mikononi mwako Baba, tunaomba Bwana ukapate kushuka wewe, ukapate kunena kwa muda mfupi ili Baba tukapate kutambua kwamba wewe umeshuka. Tunajiweka mikononi mwako, tunaomba katika jina la Yesu Kristo tunaposoma maandiko. Amen. Mathayo 3 mstari wa 13 inasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Basi akamkubali. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake.
Twende Matendo 2:38. Nianzia 37. Waliposikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Amina. Tukae. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki. Nimesoma Matendo 2:38. Ni andiko ambalo watu wengi wanalipita na kulipuuza. Unajua hapa tulipo sisi na huyu dada hatuna dhehebu. Hatuna maslahi yoyote na dhehebu. Kwa sababu madhehebu yote hakuna hata moja ambalo lina ushahidi Mungu amewahi kulianzisha. Na madhehebu yote yalikuja kutokana na migogoro. Kwa hiyo sisi tunasimama kama watu wa Mungu tu, wanaoamini neno la saa yao. Kwa hiyo hapa tunapoongea, msije mkafikia huyu jamaa ni dhehebu gani. Mimi kitu kinachoitwa dhehebu sikijui. Maana ukitaja dhehebu lako unataja fitina kwa Mungu. Unataja ubaguzi. Bwana wabariki. Kwa hiyo Mkristo ambaye anajitambua sawa sawa anatakiwa ajiulize, ili dhehebu lilitoka wapi? Njia yake ni ipi mpaka likanifikia? Mpaka leo hii mimi naitwa mtu fulani, dhehebu fulani. Sitaki kutaja madhehebu fulani, lakini utafakari kwamba hicho kitu kilitoka wapi? Kiko kwenye maandiko gani? Kwa hiyo hapa tunaposimama tunaamini katika Biblia. Kwa hiyo Biblia inachosema ndio tunachofanya. Tunaona Matendo 2 kuna utaratibu Mungu alioweka. Huo utaratibu akasema ili mtu apate ondoleo la dhambi, yani dhambi zake ziondolewe. Maana kuna watu waamini kwamba kuna watu ambao hawana dhambi. Tunawatangazia hapa, mmesimama mbele ya watu ambao hawana dhambi. Kwa sababu Matendo 2:38 inatuambia hivi, mkitubu mkabatizwa kwa jina lake Yesu Kristo, unapata ondoleo la dhambi zako. Kwa hiyo unakuwa una dhambi, hiyo dhambi nyingine unaitoa wapi? Kwa hiyo hapa tuliposimama tunatangaza kwamba hawa watu wanaoamini kitu dada yetu alichokuwa anaamini hawana dhambi. Na huyu dada aliyelala hapa hakuwa na dhambi, kwa sababu alitekeleza mkataba wa Mungu. Kwa sababu Mungu anashikwa na mkataba wake. Kama Mungu amekuahidi ukifanya hivi anakuondolea, hawezi kuruka neno lake, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Bwana abariki. Kwa hiyo hatuna maslahi na dhehebu lolote, ila sisi tunaamini tu katika neno la Mungu. Sasa tunaona Yesu anaenda kubatizwa. Sasa unajua duniani kuna ugonjwa mmoja ambao ni hatari sana, ambao ni dhambi. Dhambi ndio janga baya, na ndio janga ambalo linaua watu kuliko kitu kingine chochote. Hakuna ugonjwa unaoua kama dhambi. Sasa Mungu ili aponye dhambi akaamua sasa atengeneze chanjo kwa ajili ya dhambi. Kwa hiyo akasema hivi, unajua madaktari au wataalamu au mafamasia wanapotengeneza dawa, huo wanaenda kutesti labda kwa nyani, au labda wanachukua wafungwa waliofungwa maisha, anamchukua anamdunga, akiona kwamba ameendelea anaweza kupata msamaha. Huyo ni dokta ambaye anaogopa dawa yake mwenyewe. Yaani anatengeneza kinga, chanjo, alafu anaenda kutafuta mtu mwingine au mnyama. Hataki kujitestia kwake, kwa sababu anaogopa anaweza akafa. Wanaogopa. Tuliona kipindi cha corona, watu wameanza kutengeneza chanjo, walahangaika, mara wadunge kwenye nguruwe, mara nyani, sijui nini, mara wafungwa. Hao ni madokta wanaoogopa chanjo yao wenyewe. Sasa Mungu yeye ni mwaminifu. Ili atengeneza chanjo, akaamua yeye akatengeneza chanjo, alafu akaamua kuja yeye mwenyewe. Alafu hiyo chanjo yeye aje ajidunge mwenyewe. Angalia jinsi inavyofanyika kazi.
Kwa Yesu akaja, akaenda pale mtoni, akabatizwa. Alivyobatizwa, mbingu zikafunguka, roho kama hua, roho wa Mungu akashuka. Alivyoshuka akakaa ndani yake. Kuanzia saa hiyo akawa na chanjo. Bwana bariki. Akawa na chanjo. Kwa hiyo akatoka pale, akaelekea mlimani kwanza kujaribiwa ili adhibitishe kwamba hii chanjo huwa inafanyaje kazi. Akapanda mlimani. Alipofika akapiga siku 40. Hiyo chanjo jinsi inavyofanya kazi kwamba ana uwezo wa kufunga siku 40. Ikatika. Jamaa akaja akanyemelea. Alipofika akasema najua sasa hivi una njaa. Bwana abariki. Watu wenye chanjo unafikia wanatishika na njaa. Hawajali hayo mambo. Akaambia najua una njaa, geuza ya mawe yawe mkate. Akaambia mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno la Mungu. Jamaa kwa kila neno. Sio nusu nusu, kila neno. Yaani unaposema kila neno ni kwamba ni kila neno kweli. Mungu haruki kitu. Bwana abariki. Mnamwona huyu dada aliishi kwa kila neno. Huyu dada alipopata chanjo, suruali ziliondoka zenyewe. Suruali ni jambo dogo, lakini kila neno, kwa sababu mavazi yampasa mwanaume, mwanamke hapaswi kuvaa. Huyu dada anajua kuna vipodozi, lakini hakutaka kipodozi kubadilisha ngozi. Kwa aliishi kwa kila neno. Kwa sababu Mungu anatakiwa uishi vile alivyokuumba. Usitafute jinsi ya kujitikarabati. Kwa hiyo dada alishinda. Alitestiwa naye, akashinda. Halafu dada alikuwa akati nywele. Watu siku hizi wala dharau nywele. Na Mungu amesema usizikate. Ni utukufu. Alishinda hiyo, aliishi kwa kila neno. Kwa hiyo Yesu akamwambia kila neno, huwezi kuishi kwa mkate tu. Hiyo ni chanjo ilikuwa inatestiwa. Bwana abariki. Akaja akamwambia sasa twende hekaluni, kampandisha kwenye mnara mrefu, kamwambia jitupe. Ukijitupa huko, ukishuka malaika watatumwa waje wakuzoi. Akasema huyu ananitania, anataka umaarufu. Anataka ili mimi niwe maarufu. Na Yesu alikuwa hataki umaarufu. Mpaka leo Yesu sio maarufu. Hao wanaojifanya Yesu ni maarufu hawamjui Yesu. Yesu hakuwa maarufu mpaka ikabidi wamtafute Yuda aende akamtambulishe. Hasa mtu alikuwa maarufu huyo? Mtu hana hata sehemu ya kulala. Hakuwa maarufu. Kwa hiyo hakutaka umaarufu. Kwa hiyo akasema wewe shetani usiniletee za kuleta, mimi sitaki umaarufu. Bwana abariki. Akatoka hapo, akampeleka, akamwambia sasa unajua hizi miliki zote, serikali zote, mamlaka yote hizo, wote hii ni ya kwangu. Sasa ukinisujudia kidogo tu, mimi nakupa. Akasema yaani nikusujudie wewe ili nipate Kumbuka Yesu mwenyewe kwenye utawala wa miaka 1000 zote ni zake. Lakini kwa sasa hivi hii dunia inaongozwa na shetani. Yaani Mungu hana kitu kwenye hizi serikali. Hana. Mungu sio mwanasiasa. Wala hajui siasa Mungu. Wala siasa ni usanii. Kwa Mungu hana siasa. Siasa zote ni za yule muovu. Hata tulimwona anajitukuza. Na Mungu hatakagi ukuu. Bwana abariki. Akashinda. Akashuka. Yesu hakuwahi kuongea uongo. Hakuwahi kuiba. Baada ya kupokea chanjo. Sasa ikawa sasa hii chanjo imedhibitika kuhusu maisha. Kwa hiyo imedhibitika kwamba haina uwezo wa kustahimili maisha yote. Kwa hiyo sasa ikafika hii chanjo inatakiwa ifanye majaribio. Yesu akasema mimi ndo mtu pekee ambaye nina uwezo wa kutoa uhai wangu na kutwaa. Kwa hiyo chanjo akasema hii ili nidhibitishe inatakiwa ni utoe uhai wangu. Bwana bariki. Yesu hakutolewa roho. Alijitoa mwenyewe. Kwa ili kudhibitisha. Wakamchukua. Waliomuua Yesu ni watu wa madhehebu.
kama hujui. Usifikirie Mafarisayo labda ni kabila hao Wanazarayo hao, ni watu wa madhehebu. Walienda serikalini kushitaki, wakatumia jeshi, kwa sababu sheria serikali na dhehebu ni kitu kimoja, ni vya yule muovu. Huyu ndugu anapiga madhehebu yetu, jamani, sio ya Mungu. Tuna ruksa kwa kitu kama sio cha Mungu, hatuhukumiwi. Yesu mwenyewe alisema, aliarukia madhehebu akasema nyinyi sawa na makaburi. Tena mimi sijatumia hata neno kali jamani. Haya madhehebu alisema ninyi wa Mafarisayo. Mafarisayo ni dhehebu. Malaodikia ni dhehebu. Maherodia yote hayo yalikuwa ni madhehebu. Wakakusanyika. Walikuwa wapatani. Huyu anasema kuna kiama cha wafu, huyu hamna kiama cha wafu. Wakasema hata hivyo ngoja tuue huyu mtu. Kumbuka Mungu ana chanjo yake. Wakasema tuue huyu mtu, halafu tutaishi mustarehe. Na leo hii madhehebu yanaua neno la Mungu. Yale yanaua neno la Mungu. Bwana bariki. Biblia inasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kutawala. Halafu mtu anakuja anasema mwanamke naye anapokea Roho Mtakatifu naye anaweza kufundisha. Unaua neno la Mungu. Kwa hiyo hapo ni hatia. Ukisimama sehemu yoyote ambayo mwanamke anahubiri, unalaana. Sasa hiyo ni tofauti na maumbile. Simba mwenyewe huwa na nguruma wa kiume tu, kuku anawika wa kike tu. Sasa nyinyi wanadamu unakaaje mbele ya mwanamke anakuhubiria? Hiyo ni kuua. Yaani jogoo gani hilo linakaa mbele ya mtetea anawika? Kama unajitambua utakamata sketi utupe nje, au wewe utoke. Sasa upaswi kukaa mbele ya laana. Wanaua neno. Bwana abariki. Bwana abariki. Kwa hiyo wao watu wa madhehebu wakaungana, wakasema tunataka tuue, tunaua neno. Wakakamata. Hawajui kwamba kuna chanjo. Bwana abariki. Wakakamata. Wakaenda kwanza wakatafuta sababu ya kumuua huyu mtu. Wakakosa. Wakatafuta jamani, mtu msingizie nini huyu anaibaga, hakuna kila kitu. Huyu nini hasa tufanyeje? Lakini hata hivyo wakasema tunaua. Mpaka hakimu mwenyewe akasema jamani mimi sioni makosa juu ya huyu. Akasema na wewe umeungana naye, tunataka kuua. Madhehebu msicheze nayo. Yaani serikali yenyewe ikasema huu msala huu. Lakini hata hivyo wakasema tunataka kuua. Wakachukua, wakamkamata, wakamkunguta, wakapiga. Nabii anasema yani walipiga mpaka mbavu zikaonekana. Piga walichana. Alafu Yesu alisulubiwa uchi. Ile na taulo huwa anaweka ile ni kustiri tu picha. Uchi alafu mbele za watu. Alikuwa na testi chanjo. Bwana bariki. Alafu jamaa akasema huyu ndiye au la? Basi wakamchukua, wakambebesha msalaba. Hakuwahi kutukana, hakuwahi kulalamika, hakuwahi kulia. Walipomlia asema mama tazama mwanao, lilianeni nyinyi, mimi niko kazini. Na Wakristo hatupasi kulia kama wasiokuwa na chanjo. Watu wenye chanjo tuna uhakika huyu dada huyu hatutakutana naye na yuko mahali salama. Sasa watasema hawa tuna uhakika. Sisi hatubahatishi. Sisi ni watu wasiobahatisha. Biblia inasema kwamba kuna watu wakuu ambao ulimwengu usingestahili kuwa nao, na ndio sisi sasa. Msije mkasema anajitukuza. Kwanza ndivyo tulivyo. Hatuna jinsi ya kujibadilisha. Wala bariki. Wakakamata, wakapeleka Kalvari. Wakachukua, wakapigilia misumari. Wakamnyanyua, Bwana bariki. Sasa yule nyuki wa mauti, unajua alikuwaga anachukua manabii, anaua manabii. Yaani shetani bwana hakuwa anasumbua manabii. Sasa akashangaa siku hiyo kwenye kudunga mwiba wake. Ule mwiba wa mountain, akashangaa jino limebaki.
Kwa hiyo mauti ikawa haina uwezo, ikaparalyze, ikabidi akimbilie kuzimu. Sasa kule Yesu akasema hivi, hii chanjo nataka kudhibitisha mpaka kuzimu. Kwa hiyo akaingia kuzimu, akaingia naye. Kuingia naye watakatifu wa Agano la Kale wakatoka. Bwana bariki. Hiyo chanjo ina uwezo kumfufua mtu. Kwa sababu tunamuona Yesu aliwafufua watu. Bwana bariki. Akaingia naye, watakatifu wakatoka. Walivyotoka, akamfuata kuzimu yule shetani. Akamwambia leta ufunguo, piga mtama mmoja. Akaleta funguo za mauti na kuzimu. Kwa hiyo mauti na kuzimu anazo ufunguo Yesu. Anazo Yesu. Alivyozichukua, akasema sasa nimena. Sasa huko duniani bwana, watu wa madhehebu wakasema huyu jamaa alisema anaweza kutoa uhai wake na kuutoa tena. Sasa hapa tuweke ulinzi. Ile kaburi tuzuie, yani asitoke mtu hapa. Alafu aliwahi kusema kwamba mtu asipomla mwili wake na damu yake hana uzima. Kwa hiyo wanaweza wakaja wakaiba mwili wakaenda kuula wale wanafunzi. Wakachukua ulinzi, wakaweka pale mlangoni. Wanasubiri ili kuzuia. Na waliweka makomando. Watu ambao wanajielewa. Watu thabiti. Kwa sababu walikuwa wanajua Yesu, wanafunzi wake walikuwa gamasela. Unajua Yesu, watu wanafikiria Yesu wanafunzi wake walikuwa wanavaa suti. Hakuna. Wahuni waferi. Hapo hao ndio watu wakuu. Na hao ndio wataketi kuwahukumu watu. Bwana bariki. Mungu anachukua watu dhaifu. Hachukui watu wa juu. Hawezi kuchukua jitu lina kofia kubwa, lifimbo, mkwala. Yeye mwenyewe alikuwa hana kofia wala lifimbo. Mmelitoa wapi hili? Mnatutishia. Bala mnatufanya sisi tuogope. Hamna chanjo mule. Wewe unatakiwa uwe Mkristo tu. Ukiamini kwamba unatakiwa uwe muaminio tu. Haya mambo ya madhehebu haya, achana nayo, tupa, piga teke. Kama unalo, njoo tukusaidie uwe kama sisi. Watu wanafikiri tusipokuwa na dhehebu huwezi kaabudu. Wapi nani alikwambia? Yesu alikuwa na dhehebu gani? Mitume walikuwa na dhehebu gani? Madhehebu ya Kikristo yameanza mwaka 300 baadaye. Na ndio leo huo Ukristo. Bwana bariki. Sasa wako pale na ulinzi. Wanashangaa kitu kimetoka mbinguni. Bom. Sijui kwa bom, sijui ni. Yaani kuja lile jiwe, waliweka jiwe lenye uzito mkubwa. Walishangaa jiwe kule. Wao na wenyewe chali. Bwana wabariki. Wakazimia. Chanjo ikatoka kaburini. Chanjo ikaingia mtaani. Haleluya. Tunamwamini aliyefufuka. Hizo dini zinazosema Yesu hakufufuka ni uongo. Kama Yesu hakufufuka, mbona tukiweka mikono juu ya wagonjwa wanapata afya? Mbona pepo wanalalamika? Huyo Yesu kama yuko kaburi wapi? Yuko wapi? Mbona anapiga kelele, anatambua hilo jina? Yesu yupo. Akatoka. Akakutana na wanafunzi wake. Akawaambia sasa nyinyi nendeni chumba cha juu. Mimi naenda mbinguni. Naenda kwenye maabara. Naenda kuandaa mchakato wa chanjo nyingi. Kwa hiyo dokta ameshathibitisha chanjo. Kwa hiyo anahitaji chanjo nyingi. Kwa hiyo wale 120 akawaambia pandeni chumba cha juu mkasubiri, tunaenda kwenye maabara ya mbinguni. Kwa hiyo wakakaa siku 10. Imefika sasa siku hiyo, wanashangaa kutoka mbinguni msafara wa chanjo. Bwana wabariki. Wanashangaa. Nini kiki? Chanjo inakuja duniani. Hiyo chanjo ikathibitishwa kwa kila mtu, ikakaa juu yake. Kila mmoja akawa na ndimi ya moto. Kwa hiyo kuanzia hapo Petro akahubiri. Alipohubiri sasa watu wakasema tunataka hii dawa na sisi. Tunataka chanjo na sisi. Hii chanjo ina uwezo wa kuondoa dhambi, ina uwezo wa kufufua mtu. Haijali kifo. Yaani sisi kulala hivi kama dada yetu ameondoka, yaani ni starehe. Kwanza ni ushindi. Kufa ni faida. Kuishi ni Kristo, kwa sababu Kristo ndio chanjo yenyewe.
Kwa hiyo unapoishi ni chanjo inaishi. Kwa hiyo ukishaondoka hapa duniani unakuwa na faida, yani ni faida, ndio biashara imelipa. Kwa hiyo dada yetu hapa biashara yake ndio imelipa. Kwa hiyo hatupaswi hata kulalamika wala kumchukia Mungu. Mungu hana roho mbaya. Mungu wetu ni mzuri na anatupenda sana. Na huyu ameondoka akiwa ana chanjo. Kwa hiyo hapotei. Bwana bariki. Kwa hiyo akasema hivi. Petro akaulizwa, sasa tutendeje? Walipo tutendeje ili tupate uzima wa milele? Hiyo chanjo tunafanyaje? Petro ndo akiwa Dr. Simon Petro. Kuna watu wanasema nani? Petro ni papa. Hafu sisi tunasema Petro. Nimesema roho ameingia. Petro ndio dokta ambaye aliandika dawa ambaye hakuna mwenye kuweza kuing'oa. Bwana bariki. Alisema hivi, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo ili mpate ondoleo la dhambi zenu. Kwa sababu Yesu kule wakati anaondoka aliwaambia hivi, mkabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hakutaja jina. Kaficha chanjo. Chanjo uwe na jina. Sasa pale chanjo ilikuwa haijatengenezwa kutoka kwenye maabara. Kwa hiyo ilikuwa haina jina. Lakini ilipotoka mbinguni ikaletwa, ikawa inaitwa jina la Yesu Kristo. Hilo ndo jina lina uwezo wa kuondoa dhambi. Bwana bariki. Hilo ndo lina uwezo wa kushinda uovu wowote. Kwa hiyo akaagiza watu wote ili mtu asamehewe dhambi anapaswa abatizwe kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Hakuna mtu hata mmoja amewahi kubatizwa kwenye Biblia kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu unaweza hata ukalogea. Sasa hakuna jina hapo. Mimi mwenyewe Baba. Mungu ni Baba. Shetani naye ni baba wa uongo. Baba yupi sasa? Hata mchawi anaweza kalogea. Kwa sababu Baba, Shetani naye ni baba wa uongo. Haya, Mwana mimi mwenyewe ni mwana kwa sababu mtoto wa kiume. Mwana Yesu naye alikuwa ni mwana wa Mungu. Halafu tukienda Shetani naye ni mwana wa kuasi. Sasa yupi mwana yupi? Na kwanza hata alivyosema kumkabatiza kwa jina la Baba na Mwana, hakutaja kwamba kuna ondoleo la dhambi kwa sababu alijua hapo hicho sio kitu chenyewe. Hiyo ni fumbo. Na fumbo mfumbia mjinga na mpumbavu. Lakini mwenye akili ataelewa kwamba Baba ni nani. Hata mtoto akaambiwa andika jina la baba yako akaandika Baba, atakuwa na matope. Lakini kama baba yake anajua kabisa baba yangu anaitwa Francis, ataandika Francis. Kwa hiyo hupaswi kutabatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama ulibatizwa hivyo, waambiwa kurudisha hela yako ya cheti cha ubatizo. Hamna ondoleo la dhambi hapo. Sasa hakuna mtu ambaye kubatizwa namna hiyo. Unataka kuondolewa dhambi, uwe mtakatifu kama dada yetu hapa. Na ukiondoka sisi tunafurahia. Si unatuona hata tuna afya nzuri. Tuko vizuri. Na ndugu yuko vizuri pale. Wala Shetani asitutishe kwamba jamani nini. Hakuna. Sisi tuko vizuri na sisi tu washindi. Kwa hiyo akashinda, akatangaza na chanjo ikatangazwa kubatiza kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Hapo ndio unapata ondoleo la dhambi zako na unapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Uwezi ukabatizwa vingine vyovyote ukapokea Roho Mtakatifu. Ndio maana utajikuta unadanganywa, unapigwa hela. Hela limewahi kuwa mbegu lini? Hela zinapandwa. Heti panda hela, yani heti unapanda hela. Hela inapandwa. Jamani, si mzilete kwangu mimi niweke mfukoni. Bali watu wanapigwa. Watu wanauziwa udongo. Mafuta ukachukue tu hata ya Samli. Kama wewe una shida sana na mafuta, wanapigwa kwa sababu hawana chanjo. Mmedanganywa sana. Sasa Mungu aliweka ahadi kwamba baada ya uongo wote, baada ya madhehebu yote, Mungu atatuma na Elia nabii
ambaye atarejesha imani ya watoto kwa baba zao mitume. Kile walichokuwa wanaamini na sisi tunapaswa tukiamini hicho hicho. Kama wao waliamini Mungu mmoja mwenye nafsi moja, na sisi tunapaswa tuamini yule yule. Maana watu wengine wanaambiwa Mungu ana nafsi tatu. Mungu anakuwaje na nafsi tatu? Tatu zinatoka wapi? Mimi mwenyewe na nafsi moja. Na mimi nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu anakuwaje na nafsi tatu? Umeziona wapi? Nani alimuumba mwenzake? Nani aliumba hiyo nafsi nyingine? Na hiyo ikaumba nyingine. Watapigana. Watang'oana meno. Mungu wenu hao watang'oana meno. Mungu hana nafsi tatu. Mungu ana nafsi moja na ni mmoja. Ndio maana hata jina lake tunatumia jina moja, Bwana Yesu Kristo. Bwana abariki. Bwana abariki. Kwa hiyo leo hii tunashukuru Mungu. Katika ulimwengu mchafu namna hii tumetumiwa nabii. Sio manabii hao wa mtaani. Ukiona hela fake, ujue kwamba kuna original. Huwezi ukatoa noti 10,000 fake leo. 30,000 fake. Kwa sababu hakuna hiyo noti. Ukiona noti za 10,000 fake, sawa, kwa sababu kuna 10,000 original. Sasa sisi tunayo original. Ndio tuko namna hii. Sisi ndio watu wa asili. Yaani wale wa Kristo mlikuwa mnawatafuta kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Wakaandika kitabu cha Matendo ya Mitume. Ndio sisi sasa. Tunaandika tena kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa hiyo hapa tuko kwenye matendo ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukitutafuta kwa sababu ya muda tu, ukitaka kupokea Roho Mtakatifu na kupata ondoleo la dhambi zako, njoo tutafutie. Njoo tutafute. Sisi tutakuonyesha uhalisia. Kwa hiyo huyu dada yuko mahali salama. Tusihuzunike kama wasiokuwa na matumaini. Bwana wabariki. Bwana wabariki sana. Asante. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wetu mfalme, tunashukuru Baba, wewe ni Mungu, wewe ni mfalme, wewe ni Mwokozi, wewe ni kila kitu Baba kwetu. Tumenena kwa uchache maneno, tunaomba Baba ukapate kuyafanya, yakapate kufanya kazi. Kwa sababu Baba, ibada hii kwa ajili yetu sisi, sio kwa ajili ya dada yetu aliyelala. Tunajiweka mikononi mwako, tunaomba Baba ukapate kuhusika kwa yote atakayoendelea, tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.